Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Inabidi nilizungumze tu kwa sababu nadhani nilishamaliza yote kuzungumza kuhusu nini kinaendelea, lakini kwa sababu wengi mmekaa mnasubiri kikao kimekuja na uamuzi gani, wamefanyaje? Kikao ambacho kilikaliwa kuhusu Arab League, lakini kikao ambacho kilikaa kwa ajili ya OIC, taasisi kubwa kabisa ya Kiislamu hii duniani ambayo unaweza kusema kuwa inashikilia 8% ya GDP ya dunia, yani uchumi wa dunia wanaoshikilia kwa 8% OIC, nchi 57. Au unaweza kusema kuwa wanaikamata population ya dunia, idadi ya watu duniani 26% inakusanya idadi ya watu wote duniani, nchi ambazo ni wanachama wa OIC. Na ajabu kuwa unajua OIC sana sana ni mabara mawili tu, ni Afrika na Asia peke yake. Afrika ina nchi 27 na Asia ina nchi 27. Amerika kuna nchi 2 tu ndio ziko wanachama wa OIC, nchi za Amerika. Sio Amerika ya kati, ya kusini, ya wapi, yani ni Amerika yote, mabara ni moja tu, ni nchi 2 tu ambazo ni wanachama wa OIC, ambazo ni Guyana na Suriname, vijisiwa vidogo vidogo kule. Na Ulaya ni nchi 1 tu ndio mwanachama wa OIC, Albania pekee. Unaweza ukawa unajiuliza mpaka nchi kama Serbia, Bosnia and Herzegovina, kwa nini sio wanachama wa OIC? Na ukiangalia Bosnia kuna idadi kubwa ya raia ambao ni Waislamu, lakini sio. Hata usishangae Tanzania sio mwanachama wa OIC. Yes, wala usishangae. Lakini kumekuwa na nchi zingine 27 Afrika, 27 ziko Asia, Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Maldives, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Turki, Imarati, Uzbekistan pamoja na Yemen. Hizi ndio nchi ambazo zinaunda OIC kutoka katika nchi za Asia. Ulaya ni Albania peke yake. Afrika ni Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Komoro, Ivory Coast, Djibouti, Misri, Gabon, Gambia, Guinea Bissau, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Tunisia na Uganda. Hizi ndio nchi wanachama wa OIC. Sitaki sijui uulize kwa nini na nini na nini, wewe utajiuliza mwenyewe kwa nini na nini na nini na nini. Iko hivyo. Sasa hawa bwana leo wamekaa kwenye kikao. Kikao chao kimekuja na taarifa fulani hivi. Hii taarifa moja inasema hivi. Inasema nchi za Ghuba, anasema GCC, wanasema nchi za Gulf, yani GCC kuanzisha mifumo ya pamoja ya ulinzi baada ya shambulio la Israeli dhidi ya Qatar. Yani Baraza Kuu la Ushirikiano wa Ghuba limesema linalaani vikali shambulio la Israeli la ukiukaji wa wazi wa uhuru wa Qatar, na kwamba litaanzisha njia za pamoja za ulinzi na uwezo wa kuzuia Ghuba. Nafikiria sijui wanaanzia wapi. Hebu nitajie nchi ya GCC ambayo sio nchi iliyo karibu na Marekani. GCC ni nchi 6. GCC ni nchi 6 Kuna Oman, kuna Saudi Arabia, kuna Qatar, kuna Kuwait, Bahrain, Imarat. Yes, nadhani ni hawa wako 6 GCC. Kuna wakati unaona kwenye michezo kama ile ya Gulf, unaona kama Iraki wanaingizwa tu kama mwalikwa, lakini ile michezo inakuwa ile ya Gulf, yani kombe la Ghuba wa mpira wanacheza, mara nyingi unaiona Iraki anaingizwa tu, lakini Iraki sio GCC. GCC ni hizi nchi 6 ambazo zinasema kuwa zitaanzisha ulinzi wa pamoja.
Omani ni Mwingereza, Kuwait kuna Marekani, Qatar kuna Marekani, Saudi Arabia kuna Marekani, Bahrain kuna mchanganyiko Marekani na wengine, Imarati kuna Marekani. Haya, wanataka kuanzisha ulinzi wa pamoja ambao utawalinda wote dhidi ya nani? Baraza Kuu linathibitisha mshikamano kamili wa mataifa ya GCC na dola ya Qatar katika hatua zote inazochukua kukabiliana na shambulizi hili, likisisitiza kwamba usalama wa mataifa ya GCC haugawanyiki na kwamba shambulio lolote dhidi ya yoyote kati yao ni shambulio dhidi ya wote. Kwa mujibu wa mkataba wa GCC na mkataba wa ulinzi wa pamoja, ilisema katika taarifa ya ziada iliyotolewa katika kikao cha nchi za Kiislamu. Walisema kamandi ya umoja wa kijeshi ya GCC itaagizwa sasa kuchukua hatua muhimu za kiutendaji ili kuamsha mifumo ya pamoja ya ulinzi na uwezo wa kuzuia ghuba bila kutoa maelezo zaidi. Baraza Kuu lilisema kuwa shambulio la Israeli linazuia juhudi kubwa zinazofanywa na jimbo la Qatar na jukumu lake katika upatanishi wa usitishaji wa vita katika ukanda wa Gaza, kuachiliwa kwa mateka na wafungwa na kupunguza mateso ya watu na ndugu wa Palestina. Nilisema watajaribu kuzungumza maneno yote, lakini watajaribu kuibalance match ili wasitumie maneno makali zaidi wakawaudhi wengine, hasa wasiopenda kuudhiwa. Sasa hawa ni GCC. Wanasema wataanzisha ulinzi wa pamoja, yani wanataka kufanya kama vile mkataba wa NATO. Unaweza kusema kama mkataba wa NATO ambao ukimgusa mmoja umewagusa wote. Sasa nafikiri GCC wanataka kuanzisha hivyo, lakini tujiulize, tayari wako kwenye wapo mbele ya kucha za simba zile, wote wapo kwenye kucha za simba. Wanajitoaje kwenye hizo kucha za simba ili waweze kuanzisha hilo wanaotaka kulianzisha? China anaingiaje? Urusi anaingiaje hapa ili uweze kusema kuwa hawa tunabadilika? Naweza kusema GCC wamekumbuka shuka hali ya kuwa kumekucha. Wamechelewa sana. Kama wangekuwa pembezoni mwa Irani na wamejiunga na Irani, ilikuwa ni swala jepesi, kwa sababu ilikuwa wala hatulazimishi kwenda huku. Lakini Marekani anaondokaje pale? Marekani ataondokaje katika hizi nchi? Na unamwambiaje kuwa hatutaki ushirikiano na wewe, hivi sasa utuachie tu hapa nchi yetu tuondoke? Pale Iraki mara kadhaa wamehakikisha vikosi vya Marekani vinaondoka, na bunge la Iraki likapiga kura mwaka 2020 baada ya kifo cha General Qasim Soleimani. Wakapiga kura kuamua kuwa Marekani yaondoke, na wakasema kuwa majeshi ya kigeni yaondoke kwenye ardhi yetu. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa vikosi vya Marekani vilianza kuondoka, na hivi karibuni vimeanza kuondoka, lakini vile vimeakisi kuwa huenda kuna mpango wa Israeli kuivamia Irani tena na Marekani kwa ushirikiano wao. Sasa ndio maana vikosi vya Marekani ambao vimeanza kuondoka kule Iraq. Hilo linatajwa kwenye hii nadharia. Lakini tuseme kuwa GCC wanataka kujitegemea kiulinzi. Wanaanzia wapi? Wamechelewa sana na tayari wamenaswa, tayari kama trap, tayari wapo kwenye trap. Kwa sababu hivi sasa GCC hakuna ambaye atakaa chumbani anajadili na, yani kiongozi yoyote wa GCC, yani nakusudia ile Gulf States, yani kuwa kiongozi wote wa Khaliji, hakuna kiongozi aliye salama na aliye huru kuamua nini anachotaka kukifanya. Hayupo. Kawekewa mamluki kila kona, anachunguliwa kila kona, kawekewa sehemu za kumfyonza kila kona. Tutaona kila kitu mnachokifanya. Nani anaweza kuondoka kwenye mikono ya Marekani kutoka GCC na kuhamia upande wa pili? Kwa hiyo hilo naliona, na ndio maana, kwa sababu hawa wanafahamu kabisa kuwa uwezo wao hawa unaanzia hapa mpaka hapa, unaishia hapa mpaka hapa, hawawezi kutufanya lolote. Ndio maana katika kuonyesha kuwa ni dharau iliyovuka mipaka, yani kuwa ni dharau isiyokuwa na kifani, msikilize Marco Rubio wakati GCC wanakutana huko pamoja na OIC, wanakutana Qatar. Huku upande wa pili kuna Marco Rubio na Netanyahu wanakutana na wenyewe, halafu kawasikilize na wao wanaoyasema wao. Malengo ya Marekani kabisa kwa Israeli kwanza ni kuhakikisha wameimaliza Hamas, na wanaungana kuwa hakuna kipindi ambacho wameungana kuwa imara kama kipindi hiki. Ngoja niangalie taarifa ambayo ya Marco Rubio ambapo yuko Israeli. Nikusomee halafu utagawa we mwenyewe, utasema kuwa hii naigawaje. Marco Rubio ambaye anasema anaona ufahari kuwa Israeli mji mkuu wake kuwa Jerusalem.
Waziri wa mambo nje wa Marekani Marco Rubio alisema wakati wa ziara yake nchini Israeli kwamba Washington itatoa ushiriki wake, uungaji mkono wake usioyumba katika vita vya Gaza na kutoa wito wa kutokomezwa kwa Hamas. Anayeongea Israeli na Marekani mbona ni aina moja? Kwa nini Qatar na wenzake wanazungumza vitu tofauti? Yaani wanataka kutuaminisha vitu ambavyo havipo. Watu wa Gaza wanastahili mustakbali mwema, lakini mustakbali mzuri zaidi hauwezi kuanza hadi Hamas iondolewe. Rubio aliwaambia waandishi wa habari karibu na Waziri Mkuu Netanyahu, unaweza kutegemea msaada wetu usioyumba na kujitolea na kutatimia. Yaani anamhakikishia Netanyahu kuwa unaweza kututegemea msaada wetu na ushirikiano wetu usioyumba. Sio, umeelewa? Unaelewa? Baada ya vitendo vyote vya Israel vilivyofanya hadi kwa washirika kama Qatar, Rubio anaenda kumhakikishia Israel kuwa yani hakuna lolote unaweza kuendelea. Netanyahu alisema ziara ya Rubio ni ujumbe wa wazi ambao Marekani ilisimama na Israeli na kumsifu Donald Trump kwamba ni uungaji mkono wake na kumuita rafiki mkubwa zaidi kuwahi kuwa naye kwa Israeli. Rubio alikosoa, fikiria, yuko pale Rubio, alikosoa mipango ya nchi za magharibi kulitambua taifa la Palestina, akisema imewatia moyo Hamas kwa kiasi kikubwa na ishara athari pekee walionayo ni kuwafanya Hamas kujisikia majasiri zaidi. Hivi huu nafiki wa Marekani uko wapi? Kuwa tuseme kuwa wale ni Hamas. Kwa nini Marekani kawanyima visa wa viongozi wa PLO? Kwa nini Marekani kawanyima visa viongozi wa PA wakati hawahusiani kabisa na Hamas? Ndio ujue kuwa ana lengo gani. Marekani na Israel lengo lao ni moja, ni ethnic cleanse na kuhakikisha Gaza inapangwa vile wanavyotaka wao na kuvuruga eneo lote la Mashariki ya Kati kwa ushirikiano mzuri kabisa wa Marekani na wenzake. Sasa Rubio alikuwa amesema atajadiliana na Netanyahu kuhusu mipango ya Israeli kuteka mji wa Gaza. Piga mstari, kuteka mji wa Gaza. Rahby Digital.